Hatua ya kwanza ya uasi ni kuweka kanuni ya imani. Okay. Inatuambia nini cha kuamini. Hatua ya pili ni kuifanya kanuni hiyo kuwa kipimo cha ushirika. Okay. Ya tatu ni kuwajaribu washiriki kwa kanuni hiyo. Ya nne ni kuwakemea kama wazushi wale wasioamini kanuni hiyo ya imani, na ya tano ni kuanzisha mateso dhidi yao. Okay. Huo ndio ukweli. Hata mimi leo nimekuwa ni muhanga wa kanuni ya nini? Ya imani. Sawa, na watu wengi wamekuwa wahanga wa makanisa yao kwa sababu ya kanuni ya nini? Ya imani. Si kwamba wamekuwa ni wakosaji kwenye Biblia. Kwenye Biblia wanakuwa sahihi, lakini kwa kipimo cha kanisa au dhehebu wanakuwa waasi. Kwa leo kuna watu wanaitwa waasi, si kwa sababu ni waasi wa kwenye Biblia. Waasi wa kuvunja Biblia, kanuni za Biblia. Ni waasi kwa maana ya kupingana na ama kwenda kinyume na taasisi ya kidhehebu. Sawa. Kanuni za imani za dhehebu husika. Ila si waasi wa neno la Mungu. Yesu alikataliwa na Wayahudi, aliitwa muasi na akasulubiwa. Kwa macho ya kiroho, nani waasi? Waasi waliomsulubisha Yesu. Walimsulubisha Yesu. Lakini walikuwa wanasoma Torati, wanasoma maandiko yao, ndio maana wakamsulubisha. Na mpaka leo baraza la marabi la Wayahudi wanaamini Yesu ni muasi. Okay. Mpaka leo. Kwa watu wanaangalia wingi wa watu, wanaona kwamba hawa hawakuwa waasi. Mitume waliitwa nini? Waasi na wakauawa. Kwa hiyo walihukumiwa na mabaraza ya kidini. Na Yesu alitabiri katika 16 ile kitabu cha Yohana Mtakatifu kuanzia mstari wa 1 mpaka 3 kwamba watawatenga na masinagogi yao na watawaua wakizania kwamba wanamfanyia Mungu kazi. Sawa. Sawa mpaka hapo Ndio. Kwa hiyo mabaraza ya kanisa yapo kwa ajili ya kuchukua uhuru wa waumini. Mabaraza ya kanisa leo utakuwa nayo vizuri na amani pale ambapo utakuwa ni mchangiaji mzuri. Sawa. Lakini ukikiuka mafundisho yao na misingi yao kwa Biblia, kwamba Biblia inasema hivi, huo unakuwa ni adui yao. Okay. Ila ukiwa unatoa pesa, hata kama wewe ni malaya, hata kama wewe ni mlevi, watakuchukulia kwa upole na watakutriti vizuri kabisa. Lakini ukisema katika haki, basi wewe utaleta tabu. Yaani ni kwamba mzinifu ana uwezekano wa kusurvive kwenye taasisi kuliko mtu anaipinga utatu. Ndio. Yaani ukipinga utatu kwa hoja na umetoa andiko kwamba Mungu mmoja ni nani? Baba. Na wao wana andiko kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini utakuwa muhanga na utaletiwa mabaya na kukashifiwa na kuitwa mpinga Kristo. Kuna jamaa moja huko baraza moja la kanisa moja, ngoja nisitaje jina. Ndio. Hicho kisa nikipata, hiyo kijana alikuwa ni wale ambao wanakuta wanaonekana vizuri ndani ya kanisa. Ndio. Na pia wanaweza wakaitwa katika huduma na pia kwa ni mtaalamu mambo ya ujenzi. Okay. Sasa kumbe kwenye wataka wajenge jengo kwa kivuli kwamba tunamjengea Mungu nini? Nyumba. Okay. Imepigwa hesabu pale, kuna hela zimetengenezwa pale za wale viongozi wa baraza kwamba hapa ile amana ya kujenga ni hii. Ndio. Na hiki hapa ni chetu sisi sote kikubwa. Okay. Sasa yule kijana pale naye alisikia hizo topic na alitaka yeye apewe tenda nini? Ya ujenzi. Ndio. Yeye hakuwa na hiyo harakati hiyo. Basi kwa sababu walimuona kwamba ni afanye nataka wake watu wao asije kanyuka ukamfanyia hiana. Okay. Wale kufanyia hiana wakamtimua. Walipomtimua yule kijana naye pia kuwa yeye ni muumini wa dini hiyo, lakini si muumini wa Kristo. Okay. Ndio wengi wetu tumekuwa waumini wa dini lakini si waumini wa Kristo. Okay. Yeye alikuwa ni muumini wa ushirikina. Okay, unamaanisha nini muumini wa dini hiyo lakini si muumini wa Kristo? Unaweza kuwa tu wewe mwana dhehebu lakini wewe ni mtu wa dhehebu uliozaliwa, unaishi na unatenda kazi. Okay. Lakini Mungu hayuko kwako. Okay. Yaani umpendi Mungu. Sawa. Kijana akaenda kwao akatengeneza dawa. Sababu wale wazee ni wararushwa na wachungaji. Ndio. Akawaroga. Okay. Wakarogeka vibaya sana. Sasa ikabidi sio kushtuka, wakajikuta bwana ni kijana mkawafanyia utundu. Wao wamerogwa na ni watu wa kanisani? Sasa kama mtu wa kanisani unapanga mpango wa kula rushwa. Okay, sawa. Sasa wakarogeka, sababu waliorogeka ikabisa kijana umite wakanae vizuri. Okay. Ndo akatoa uchawi, wakala pamoja. Okay. Wewe paka hapo Na hapo wanamjengea jengo Mungu. Wanamjengea Mungu jengo. Na waumini wanatoa sadaka wakiamini wanamjengea Mungu jengo ili wapate baraka. Kwa maskini hawapati tuzo baraka. Kumjengea Mungu jengo ni kuhubiri Injili.
Na wao waliamini kwamba yule kijana ana nguvu zinazomshinda Mungu wao wanayemwabudu wao. Wakaamua wamwite aje wasaidie. Wewe Mungu atakusaidiaje wewe unakula rushwa? Umeelewa paka hapo? Ina maana sasa wapo pale hawana imani nao. Na bana nasema hivi, watu tunaendesha madhehebu sio sababu tunampenda Mungu. Tunaendesha madhehebu ili kuleta picha zetu binafsi. Okay. Sasa tusiingie sana huko ndani sawa. Lakini ninachosema kwa ili mtu aweze kujikomboa, Yesu anasema kwamba mtu akifika katika neno langu atakuwa huru kweli, naye ataifahamu kweli, naye itamweka huru. Okay. Watu leo hawako huru kwa sababu mtu akikuwa uko huru asingekubali kutoa sadaka kujenga kanisa kwa maana ya jengo. Okay. Sawa? Ndio. Sadaka tunaitoa kujenga jengo hili la kiroho la kuhubiri habari njema. Lakini nisitafasiriwa vibaya kwamba kujenga jengo la kukaa na katika kuabudia ni dhambi. Ndio. Lakini tuwaambie waumini hivi, tujenge jengo kwa ajili ya kutupa nini? Kivuli. Sasa. Kwa ajili ya kuhifadhi vitu vyetu vya spika zetu na kila kitu. Si kwamba ile jengo ndio kanisa la nani? La Mungu. Kanisa la Mungu lishajengwa. Hebu nipe kitabu kile cha Mathayo 16 mstari wa 15. Okay. Mstari wa 16. Mpaka 18. Mathayo 16. Mstari wa 16 mpaka 18. Kanisa la Mungu lishajengwa. Ni kanisa la kiroho, halijengwi tena. Sawa. Mstari wa 16 anasema, ndio. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa maana Kristo sijenga kanisa la Mungu. Leo unajenga tena majengo kundo kanisa. Okay. Sitaka tupandishe matofali, mawe yaliyo hai. Yaani watu ambao wanamwamini Kristo kwa kuwahubiria. Sawa? Okay. Sasa leo tuseme kwamba tunajijengea nyumba zetu sisi wenyewe, si kumjengea Mungu. Mungu anakaa kwenye nyumba ya matofali? Hapana. Mungu anakaa ndani yetu sisi. Hebu nipe Korinto wa kwanza, Korinto wa pili. Mstari wa 6:17. Sawa, mstari wa 17 anasema, kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Endelea. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu, wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Mstari wa 16 pale. Huo ndo wa mwisho. Mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema, tena pana mapatano gani kati ya hekalo la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalo la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo Mungu anakaa ndani ya nani? Ya waumini wenyewe. Si ndani ya majengo. Haya majengo tunajengea, unaona majengo yote mazuri majengo mabilioni ya hela. Ni hatumjengei Mungu, tunajijengea sisi. Kwa hiyo tuseme tunajijengea sisi eneo la kukaa. Na kwanza hizo pesa zote tukitumia hata kujenga vitu vya humanitarian vya kusaidia jamii ingekuwa ni the best zaidi. Kwa kujijengea majengo, kuta jengo limejengwa bilioni 10. Liko tu waziwazi tu kwamba ndo kanisa la Mungu. Humo kuna kama pepo na ndege na kila ndege mchafu. Sasa tumalizie katika hizi issue za, kama bado una swali, wacha tuingie katika viongozi wa kanisa. Sawa. Hebu nipe, inatakiwa kwanza ambao wanatakiwa wasimamizi ndani ya kanisa la Mungu wanatakiwa wawe wanaume. Okay. Si wanawake. Okay. Hebu naomba nisomee Timotheo wa kwanza 3 mstari wa kwanza na kuendelea. Sawa. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Ndio. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara. Tulia kidogo. Askofu anatakiwa awe nani? Mume wa mke mmoja. Mume wa mke mmoja. Na askofu maana yake leo kusema neno askofu, hata ukiitwa askofu unajisikia kama umetukuka. Okay. Maana ya askofu ni mwangalizi. Bishop. Okay. Bishop ni English. Ni mwangalizi. Kwa jina lingine ni mzee wa kanisa. Sawa? Kile leo umeweka madaraja kwamba askofu. Askofu ndo top. Askofu sijui wa diocese, sijui kuna archbishop. Tafuta kwenye Biblia. Jua mtumishi wa Mungu waga usitoje kuna issue ya utatu.
Sasa tuoje hata kwenye uongozi wa kanisa. Okay. Hakunaga archbishop ndani ya kwenye Biblia humo. Okay. Kuna askofu, tena anatakiwa hapaswi kuwa tu mmoja. Eti kwamba eti askofu mkuu, hakuna askofu mkuu. Okay. Sasa tuko pamoja mpaka hapo eh? Ndiyo. Kwanza awe mume wa mke mmoja. Na shemasi, hebu nipige mstari wa 8. Mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakiishika siri ya imani kwa dhamiri safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya shemasi, wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia. Vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu, wasiwe wachongezi, ila wawe watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Kwa hiyo mashemasi ni wanaume na wanawake? Wanaume. Ndio. Sasa wanaume ndio walikuwa wamepewa wajibu wa kusimamia huduma ya kikanisa. Tuko pamoja? Ndio. Leo shemasi anakuwa ni mtu duni, maana shemasi ni mtumishi wa kanisa. Okay. Kwa hiyo viongozi ndani ya kanisa la Mungu ni bishop na mashemasi ambao ni wazee wa makanisa. Sasa utajuaje hilo kitu? Hebu nisomee Tito 1:5. Ndio hao ambao wanatajwa na sifa hizo moja wanaotajwa. Tito 1:5. Mstari wa 5 anasema kwa sababu hii nilikuacha Krete, ndio, ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuwateua wazee katika kila mji, kama vile nilivyokuamuru. Endelea. Ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mrevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkarimu, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. Kwa maana hapo wale wazee ndio wamekuwa maaskofu hapo. Umeona hapo? Ndio. Kwa maana hapo mzee wa kanisa ndio askofu wa kanisa la mahali. Kwa hao walikuwa si kwamba ni watawala, walikuwa ni wasimamizi, waangalizi. Mungu amewachagua kuwa waangalizi kwenye kanisa lake. Sawa. Na wanaangalia kwa namna gani? Kwa njia ya kusimamia lile neno. Okay. Sasa mpaka hapo si kuwa na mambo mengine ya kwamba wanaenda kule na kutenza utawala na kadhalika. Sasa katika nchi hiyo ambao wanatakiwa kusalisha ni hao viongozi, si wanawake. Okay. Hebu nisomee hiyo Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema mkumbuke Yesu Kristo. Timotheo wa kwanza 2:8. Okay, Timotheo wa kwanza 2:8. Sawa. Mstari wa 8 anasema hivi. Basi nataka wanaume waombe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata. Unasema tafsiri gani? Ni sawa hiyo, lakini nasema nataka wanaume wasalishe kila mahali. Hebu isome hiyo. Sawa. Hiyo unasema tafsiri ya Habari Njema, sio cha kisasa. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Kwamba natakiwa wasalishe nani? Wanaume. Kwa maana wanaume ndio wamepewa nafasi ndani ya kanisa ya kuongoza huduma. Sawa. Kwa ukiona kanisa lolote lina wa viongozi wa kike, sawa, viongozi wa nini? Wa kike. Wana wa kike, ujue hilo kanisa limeshakuwa na uasi. Okay. Sawa? Hebu nisomee 3:12 hiyo Isaya 3:12. Nikupe kwenye hii, maana hiyo Kiswahili chake waga mimi napendaga hicho Kiswahili cha zamani che. Sema kuhusu watu wangu katika 12. Katika habari za watu wangu, watoto ndio wanaowaonea, na wanawake ndio wanaowatawala. Enyi watu wangu, wakuongozao wakukosesha, waiharibu njia ya mapito yako. Kwa Mungu hataki wanawake wafanyaje? Waongoze. Kuna mwanamke mmoja anaitwa Yezebeli kwenye kipindi cha utawala wa Israeli ya kaskazini. Ndiyo. Samaria. Ndiyo. Alimcontrol mfalme Ahabu. Yezebeli aliingiza taifa zima katika uasi. Ila Mungu kaja akamtumia Yehu jemedari kumwangamiza Yezebeli. Katika Yuda, utawala wa kusini ambao makao makuu yalikuwa Yerusalemu, atawala mwanamke mmoja anaitwa Asaria, alipindua ile nchi. Okay. Asaria alipopindua akatawala miaka 6.
taifa zima liliingia katika uasi. Ndipo kuhani Yoada akawa amemficha Yoashi, kijana kidogo cha kifarume, kwa kifarume kwa kina miaka 7, akakiteua kikawa kifarume na akapiga mbiu akampindua Asalia. Okay. Kwa Mungu hakutaka wanawake waongoze hata ndani ya familia, kwa sababu kanisa ni muungano wa familia nyingi. Sawa. Kichwa cha familia ni nani? Ni baba. Na kichwa cha kanisa ni Kristo. Sawa. Kristo ni mwanaume. Kwa hiyo mwanamke anapaswa kuwa chini, aongozwe, iwe kanisani iwe nyumbani. Hebu nipe Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3. Sasa ukiona makanisa leo wamama ndio viongozi, wamama ndio wana kelele, ujue hapo Kristo hayuko. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 3 anasema lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Asante. Hiyo ndio heaven hierarchy. Okay. Kwamba Mungu, Kristo, mwanaume, mwanamke. Sawa. Sasa ukiona leo kanisani mwanamume iko chini, mwanamke iko juu, ujue hapo kuna balaa. Na leo tutaona mapinduzi yamekuwa katika hii mambo ya theolojia ya. Ndio. Hakuna leo viongozi wanawake kanisani. Maaskofu wapo. Ndio. Hata Wasabato zamani walikuwa wanapigia, wanasimama vizuri, lakini leo wamepagawa kabisa. Wana wachungaji wana wa kike. Sawa? Okay. Sasa pointi inakuja, leo askofu mkuu kule Marekani wa Anglican ni mwanamke. Okay. Sawa? Ndio. Wanawake ndio wamekuwa viongozi. Kwa hiyo maana mwanaume hata misuli yake imetengenezwa kwa ajili ya kufanya kazi nzito. Sawa. Mungu wakati anaiumba dunia, baada ya kuiumba dunia alimkabidhi mwanaume. Ndio. Mwanamke hajaumbwa. Akampa na masharti na sheria, ukisoma ile Mwanzo sura ya 2. Ndio. Akampa utawala. Hata wale wanyama wote akawaleta mbele yake, akawapa majina yeye. Sawa. Baadaye mwanamume akasikia dhaifu, anataka partner. Ndipo Mungu akamletea nini? Partner, kuwa msaidizi. Kwa hiyo mtawala wa dunia ni mwanamume. Sawa? Ndio wakili Mungu aliyomweka. Ndio. Hata mwanamke alipokula tunda katika ile Mwanzo sura ya 3, dunia ilianguka? Hapana. Dunia kuanguka. Alivyokula mwanaume tu ndio wakafunguliwa macho. Sawa. Dunia ikaanguka mpaka leo. Kwa leo makanisa yanaanguka kwa sababu wanawapa wanawake utawala. Sawa. Na kuingiza haki za watoto, haki za wanawake. Sema watoto ndio wanawaonea na wanawake ndio wanawatawala. Leo katika nchi za magharibi, ulize watu, nakwambia watoto wanaonea wazazi wao. Leo wazungu hawakubali, wanaogopa kuoa. Okay. Maana haki za watoto zimekuwa kubwa. Yaani una mtoto akiwa unamwogopa. Utaka kumchapa, anabonyeza tu tip kitufe, unaenda polisi, au unanyang'anya yule mtoto, anaingia serikali inamchukua yule mtoto. Okay. Uliza watu wa magharibi. Na hiyo sasa hivi uanza kutuletea Afrika. Wakatuingiza kwamba tusiwachape watoto wetu. Huku Biblia inasema kwamba usimnyime mtoto wako mapigo, maana hata nini? Hata kufa. Lakini leo wanaondoa mapigo, fimbo ndani ya mashule, fimbo ndani ya majumba zetu. Leo tuna watoto wenye vichwa vigumu, na leo tuna vishoga vingi. Pita pale Buguruni usiku pale, vijana 12, 15 kuna ngapi vinajiuza katika ushoga. Kwa leo kanisa halijasimama katika mahali pake. Kanisa lipo busy na haki za binadamu. Tuko pamoja mpaka hapo Tuko pamoja. Msimamo wa kanisa ni huu kuhusu habari ya uzinzi, ushoga, ulawiti na kadhalika. Hebu nisomee kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 6:9. Kwa hiyo kanisa la Mungu linajulikana kwa matunda yake. Sawa. Mstari wa 9 unasema, inasemaje? Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Wala waabudu sanamu, wala wanzinzi, wala wafiraji, wala warawiti, wala wezi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Asante. Kuna maana hao hawataurithi ufalme wa nani? Kwa hiyo ndo msimamo wa kanisa. Leo mchungaji anasimamishwa upadi, anawekewa mashoga, anasema mimi ni nani wa hukumu? Hivi Paulo angewekewa mashoga wangebaki sawa? Hapana. Angesema nyinyi hamwezi kuurithi ufalme wa nani? Wa Mungu. Muamini nani? Kristo. Lakini leo mchungaji, kiongozi wa dini, tena papa, akiwa kule sijui nchi gani Marekani, akawahojiwa na waandishi wa habari kuhusiana na mashoga, akasema mimi ni nani mpaka ni wa hukumu? Afa katoka pale kwamba dunia nzima iweke sheria kwa protect na kuwaombea baraka mapadi wenye akili, wakapinga. Unaona, akili wakaondolewa katika ushirika kama yule askofu wa Marekani. Au sio?
Sasa unatakiwa shoga umwambie hivi, kitendo unachokifanya kwa mujibu wa Biblia akitakiwi. Unatakiwa wewe utuombee Mungu uachane na hiyo tabia ya ushoga. Lakini leo shoga akipita hivyo, sherehe imewekwa kule nchi za nje, ukimwangalia hivi anaweza kukushtaki kwamba wewe umemfanya kuwa si mtu wa kawaida. Sawa eh? Ndiyo. Na hizo nchi unazotuambia hizo, na nchi ambazo zimetetea madhehebu, ni nchi ambazo leo zinatupa misaada mingi ya kidhehebu. Sawa? Lakini leo zimekiuka, lakini leo tunakaa sababu ya sadaka tunanyamaza kimya. Tuna kanisa la Mungu linapaswa kukemea kila aina ya dhambi. Hiyo ushoga, hiyo ibada ya sanamu, na kila kitu ambacho kiko mbele yetu inapaswa kikemewe. Na hizi haki za wanawake zinatakiwa zikemewe. Ingawa leo hali ni ngumu sana, ukizikemea utaingia, unaweza usiende Marekani, usiende Ulaya, au hata hapa Tanzania tu ukikemea mambo kama hayo unapigwa vita. Juzi nilikuwa naona mambo ya waziri wa jinsia, sio haki jinsia na haki na watoto. Ndiyo. Na wanawake na watoto. Ndiyo. Yule anaitwa Gwajima Gwajima, yes. Alikuwa anatoa hoja kwamba jinsi wanawake wanavyoonewa na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Ndiyo. Akasema mbunge mmoja wa Kigoma mtu wa Balevo, ndiyo, akasema sawa, lakini pia na wao wasijiweke katika mazingira ya kufanywa ukatili wa kijinsia. Sawa. Sababu unakuta wale mwanamke, wewe unakubali unasomeshwa, ndiyo, na mwanaume anapiga debe, anafanya kazi ngumu, anakupeka paka chuo. Ukimaliza unasema kwamba huyu si type yangu. Yule mtu unamwingiza katika matatizo ya kufanyia ukatili wa kijinsia. Anakuua. Sawa. Na kaingiza paka mingine miza, lakini ikuwe na mantiki. Unakula hela za mwanaume, alafu unatoroka, unaenda kuolewa na mwanaume mwingine. Sawa. Tuko pamoja mpaka hapo Ndiyo. Akaongea vitu vingi sana pale. Na pia kwa hiyo una maana ukatili ni tengenezo ambalo linatengenezwa kwa mazingira ambayo yameachwa nje ya neno la Mungu. Kama wanawake wangesimama katika nafasi yao ya Biblia Mungu aliowapa, sawa? Wanaume wangesimama katika nafasi yao ya wanaume waliopewa na Mungu, dunia isingekuwa na machafuko, bwana simulizi. Okay. Wanaume wakibaki katika sehemu yao na wanawake katika sehemu yao. Lakini leo wanawake wanataka kuchukua nafasi ya nani? Ya wanaume. Na wanaume majinga yameacha wanaume wao, inakuja kuchukua nafasi za wanawake za kuwa mashoga. Mwanaume mzima unaingiliwa kinyume na maumbile. Afu hiyo silikuwa zamani ni adhabu. Wao kitu cha adhabu wamekichukua wenyewe, kwa sababu hata kule Sodoma na Gomora walikuwa wanatumia kama kwa ajili ya kumwadhibu mtu, na hicho kitu ni kitu cha aibu. Yaani tuseme wanakuwa wamekudhalilisha, lakini watu sasa wanajikubali kujidhalilisha wenyewe. Ndio. Sasa leo naambia, leo mwanaume mwenzako anakupumulia mgongoni. Sawa? Kwa hiyo ina maana na watu hicho kitendo wanakichekea, makanisa wanacheka, dunia inachekelea. Hii dunia imeshaangamia. Hiyo ndo Babylon, bwana simulizi. Sawa? Na mwanamke anasagwa na mwanamke mwenzake. Sawa? Sawa. Hebu nipe maandiko haya. Sawa. Ni madhara makubwa ya sababu ya kubadilisha ukweli wa Biblia. Ni madhara makubwa ya kumbadilisha Mungu kanisani. Mungu ameondolewa kanisani, ameingizwa kiumbe ambao ni ibilisi, na anaweka oda ndani ya kanisa la Mungu. Hebu nisomee Warumi 1:25 mpaka mstari wa 28. Uangalie madhara ambayo inakuwa iko pale. Sawa. Mstari wa 25 anasema, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Endelea. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Asante. Haya mambo ya wanaume kubadilisha matumizi, kuwakiana tamaa wao kwa wao. Ndiyo. Na wanawake kubadilisha matumizi ya asili. Sawa? Ndiyo. Na maana hapo kuna usagaji na ufiraji. Okay. Chanzo ni nini kwa mujibu wa andiko? Kwa sababu waliacha kumwabudu Mungu wa kweli. Wakaacha kuabudu Mungu kwa nini? Si tu wakaacha kuabudu. Ndio. Wakaabudu kiumbe. Kwa kitendo cha kubadilisha Mungu, na maana Mungu hakuwa tena na influence ndani ya fahamu zao. Kwa hiyo wakajikuta hiyo Mungu ambao wako naye anavunja sheria. Sawa? Wakaanza kuwakiana tamaa wanaume kwa wanaume na ufiraji. Kwa hiyo maana leo kuna walimchallenge juzi, Ndacha aliongea kwamba ushoga unahusiana na Utatu Mtakatifu.
yeye alichokuwa Ndacha, nafikiri yeye alichokuwa analenga zaidi kwamba kile kinachoelezewa katika ushoga ndicho hicho kinachoelezewa katika utatu, kwamba kwa mfano unavyosema Kristo na Mungu ni sawa, na huko unavyosema mwanaume na mwanamke ni sawa, na kwamba mwanaume anaweza kaolewa, ana haki sawa kama mwanamke, na mwanamke ana haki sawa kama mwanaume, naye anaweza kaoa. Ndio sasa alikuwa anafananisha hivyo, ni sawa, ingawa sasa katika ile andiko ndio sasa lenyewe ni kama linajumlisha kabisa, ile linaweka sawa kabisa. Sasa kuna mtu nataka nikupe hapa nisome kwa Kiswahili pia cha kisasa, okay, sababu Mungu nimetopa hoja ile hierarchy ya mbinguni. Ndio, kuna Mungu, kuna Kristo, kuna mwanaume na mwanamke, sawa? Ndio, na sema wanawake ndio wapaswa kuongoza. Ndio. Sasa leo Mungu wa kweli ameondolewa. Kama Mungu wa kweli akiondolewa, na sheria yake inafanyaje? Inaondolewa. Kwa Mungu wa kweli anapokuwa anaondolewa, ambaye yeye amekataa masuala ya haki za wanawake, huyu Mungu ambaye ameingizwa leo hajali haki za wanawake? Maana yake anakuwa anajali. Mungu wa dunia hii. Ndio. Si ndio? Ndio. Anaingiza haki za nini? Za wanawake. Hebu nisome kwanza 4:4 wa Korintho wa pili. Tumwangalie huyu Mungu ambaye anawapofusha watu akili zao wasielewe Kristo. Sawa sawa. Mstari wa 4 anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, wasione nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Asante. Kwa maana kuna Mungu wa dunia hii ambao katika Warumi 1:25 ndio walimwacha Mungu wa kweli, wakaabudu kiumbe, ndio hiyo Mungu. Okay. Sasa huyo Mungu hataki watu wapate nuru ya Injili iliyo katika Kristo Yesu. Sawa? Okay. Sasa anaingiza mafundisho yake ya giza. Atakuwa si kwamba akiingiza giza inakuwa kama giza. Ni giza lakini amepamba kwa nuru. Okay. Hebu nipe 11:14 kitabu kile cha Korintho wa pili. 11:14. Korintho wa pili. Tuona huyu hao watumishi wa huyu Mungu ni watumishi wa giza, wanaweza wakachange kuwa watumishi wa nuru. 14. Anasema mstari wa 14 hivi, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Endelea na andiko. Si ajabu. Basi neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza kuwa mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Asante. Kwa maana shetani huyu, Mungu wa dunia hii, haji kama shetani. Anakuja kama Mungu. Na anaingia kanisani, mpinga Kristo. Na watumishi wake na waingiza ambao ni watumishi wa giza, ila wanavaa mavazi ya watumishi wa nini? Wa nuru. Anajiita askofu, mchungaji, papa, padri, lakini ndani yake anaruhusu mapenzi ya jinsia nini? Moja. Anatetea haki za wanawake. Sawa? Ndio. Sasa leo tuje katika picha hii. Ukristo, tuongee ukweli kama Wakristo sasa. Mtangazaji, wewe ni Mkristo. Ndio. Wakristo leo duniani atutie aibu. Hii aibu tunayo. Aturuhusu ushoga. Ushoga unaruhusiwa. Na wachungaji wamekuwa mashoga. Kuna baadhi ya wachungaji. Leo unavaa mpaka sketi, mtu anahubiri kavaa sketi. Kwa nini wajuzi mahubiri Marekani kule sio na wapi? Mwanaume amevaa sketi anahubiri na ile vitu vya mama vile ambavyo vina kisigino kirefu. Ndio. Anahubiri. Hao si Wakristo. Hao ndio wao wameingiliwa hapo. Shetani ni watumishi wa shetani ambao wamejigeuza kuwa nini? Wakristo. Ila ndio wao Makristo wa nini? Wa uongo. Kwa mujibu wa Mathayo 24:28 kwamba siku za mwisho watakuja Makristo wa uongo na manabii wa uongo. Watawapoteza yumkini hata walio wateule. Alafu wanafanya ishara. Mtu kavaa sketi, mwanaume anafanya ishara. Watu wanafuata ishara. Sasa pointi ni moja, unapokuwa unachange Mungu, roho ya ufiraji inaingia. Sababu moja ya kitu ambacho Ibilisi anataka kifanye, anataka auwe utawala wa mwanaume. Ili kuua utawala wa mwanaume, lazima uruhusu wanaume waingiliwe. Sawa. Lazima ufanye wanawake wawe juu, mwanaume hawe chini, alafu uharibu taasisi ya ndoa. Maana mwanamke kishakuwa juu, taasisi ya ndoa automatically ina collapse. Uongo kweli? Inakuwa imekufa. Ndio. Baba wa nyumba, hata kama umeoa mwanamke mrembo kiasi gani, hata Miss World, akikuletea kiburi, hakutii, kwako anakuwa kama papai. Kabisa. Ushaona mtu anasema jamani, mke mzuri lakini akae nyumbani. Amekosea nini? Kumbe shida si ule uzuri ule mwanamke. Shida ni nini? Tabia. Biblia inasema kwamba mwanamke mrembo na asiyekuwa na akili ni kama vile umvalishe nini inaitwa pete. Ndio. Nguruwe. Hiyo ndio pua yake. Kwenye pua yake. Hiyo ndio sifa ya mwanamke mrembo lakini ni mpumbavu.
ambao anaharibu nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Sasa Ibilisi anajua hiyo formula kwa mwanamke akiwa juu automatically ndoa zinaanguka. Leo Ulaya ambayo iko nchi za Kikristo na Marekani zamani, ndoa ziko salama. Kuna nchi moja nimesahau jina gani hapo, sijui nifikiri Ubelgiji au Portugal. Ndiyo. Fikiri Ubelgiji. Ina talaka kwa 94%. Na maana ambao umenusulika katika ndoa ni 6%. Okay. Yaani 94 ndoa zina collapse. Yaani kule ukioa uhakika wa kuvunjika ndoa ni 94%. Sawa? Yeah. Fuatilia hiyo nchi. Walianza na ajenda ya haki sawa. Kama mambo ya ajenda ya haki sawa hajafika, Ubelgiji ilikuwa haina anko la ndoa. Wanawake wanatakiwa watawaliwe. Sawa? Wanatakiwa Mungu asema waongozwe. Hebu nipe andiko hili. Ndio. Mwanzo 3:15. Mimi kama mtu atakasirika akasirike. Mwanzo 3:15. Haumia tu, lakini huo ndio ukweli. Kwa hiyo makanisa leo imekuwa Babylon kwa sababu wamekiuka utawala na utaratibu wa kimungu. Mstari wa 15 anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Endelea. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidisha uchungu wako, na kuzaa kwako kwa uchungu utazaa watoto. Hata hivyo hamu yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Na atatawala mwenzake? Mwanaume. Kwa hiyo mwanaume umepewa umtawale nani? Mwanamke. Hamu ya mwanamke itakuwa kwa mumewe. Sawa? Ndio. Leo shetani anaiondoa hiyo hamu, anamfanya mwanamke kuwa independent. Katika Biblia hakuna utawala wowote Mungu alimpa mwanamke. Okay. Never. Hivi hata wa Esther, tuna Esther. Esther alikuwa ni nabii na ni mwamuzi. Tofautisha kiongozi na mwamuzi. Okay. Alafu hivyo pia kiongozi wa Israeli, jemedari wa kuongoza majeshi ya Israeli, Mungu alimwambia nenda kamchague Baraka. Okay. Mtague nani? Baraka. Si kwamba Debora aongoze majeshi ya Israeli. Never and ever. Okay. Kwa hiyo Mungu aliwachagua wanaume, si kwamba wapende wanawake. Wanawake wamepewa nafasi nzuri. Yaani mwanamke amekimbia eneo lake la kazi. Eneo la kazi la mwanamke ni kuilea familia. Sawa sawa. Hakuna kazi kubwa bwana simulizi kama hiyo mwanamke anapewa, ambao mwanaume uiwezi. Leo kiwachia watoto wako hapo utachanganyikiwa, utakuwa unapiga simu vipi mama uko wapi? Umefika wapi? Ni vurugu tu. Kweli. Sababu hiyo si eneo lako la kazi, lakini mwanamke amepewa ubongo wa kutosha. Anaweza akachati wakati huo, huko anaangalia tamthilia, huko anamvalisha mtoto nepi, huko anapika, mambo yote anayafanya kwa wakati mmoja. Lakini wewe utaweza hiyo? Sasa mwanamke amepewa kulea watoto, atengeneze mchungaji, atengeneze askofu, atengeneze rais, atengeneze mawaziri, atengeneze madaktari. Ile nafasi yao umeikimbia, wanatengeneza wapiga debe, wanatengeneza wafuta bangi, wanatengeneza mateja. Kwa sababu leo mama akishatoka katika eneo la malezi, watoto automatically wanakufa, wanaharibikiwa. Mwanaume si mlezi, mwanaume ni mtafutaji, alete ndani ya nyumba. Na leo wanaume wamekuwa leo mashangazi. Mwanaume leo anakaa anatafuta nini kulelewa na mwanamke. Kwa hiyo leo ni hatari sana hii. Haki sawa. Hatari sana. Si tu haki sawa, wewe ni upumbavu kwa sababu mwanaume unategemea mwanamke akulishe. Mwanaume anatakiwa ufanye kazi, ulete chakula nyumbani. Sawa sawa. Hilo ni jukumu lako. Na leo wanaume ile umeshindwa kuleta chakula nyumbani, imefanya wanawake nao watoke. Leo ukipita katika magenge utakuta wanawake wengi wanauza nyanya, wanauza nini mpaka saa 8 usiku. Saa ngapi utalea watoto wao? Wanaume wamekuwa ni walevi, yani ibilisi kapiga wanaume kweli kweli. Sasa piga mchungaji kondoo afanyeje? Watawanyike. Leo mwanaume akapigwa na ibilisi. Kaletewa tabu ya njaa, tabu ya kukosa kazi, tabu kubwa. Sawa? Leo mwanaume maskini amekaa haeleweki, amenyang'anywa na uongozi. Alafu wanawake sasa sababu wamekosa mwelekeo, wanakimbia katika makanisa. Wakiombewa na wachungaji, pokea. Wanaharibu ndoa zao, sawa? Sasa pointi inayokuja maskini, dunia ipo katika janga. Kwa hiyo nafasi ya kanisa lirejeshe watu katika uhalisi wa kweli wa neno la Mungu. Mwanaume arejeshwe katika position yake. Sawa? Na mwanamke arejeshwe katika position yake. Na huu utawala mwanaume si kumpiga mwanamke. Okay. Si kumtesa mwanamke. Ni kumuongoza katika njia ya haki, njia salama. Sawa? Kwa hiyo wanaume wanatakiwa waungane dunia nzima, watengeneze utawala wao kwa neno la Mungu. Hapo ndipo ndoa zitafanyaje? Zitasimama. Okay. Mwanaume akisha kaa vizuri, ndoa inakaa nini? Vizuri.
na mwanamke atabanwa na wanaume wote kurejesha ile haki ya wanawake. Kwa mfano ya kweli, jua kuna haki ya wanawake ya kweli na haki ya wanawake bandia. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Wanaume tukiungana, wanawake wasivae nguo fupi, watavaa? Hapana, hawezi kuvaa. Watavaa? Hapana. Kwa ina maana leo ukiona mwanamke anafanya anavyotaka, ni kama wanaume wameruzi power, wamenyang'anywa power yao. Ukisema kisa cha Esther, kwa nini aliolewa? Malkia Vashti alikataa kuja mbele ya pati ya mfalme. Ndio. Akamzalisha nani? Mfalme. Ndio. Alikataa, mara akaitwa akakataa. Ndipo ikabidi mfalme akafadhaika. Ikabidi wazee wenye hekima wa Uajemi wakamwambia mfalme, akaomba taka washauri kwao, akasema inakuaje hapa ni subject wangu. Ndio. Akamwambia mfalme, bwana, ili jambo lilofanyiwa ni zito sana. Wanawake wa Uajemi wakisikia hizo habari, wanaume wote tumefanyaje? Tumezalauliwa. Sasa tutazalauliwa. Maana kama mfalme amezalauliwa, si ni nani? Mfalme amwache huyu mwanamke, hawe mwanamke mwingine mwenye kutii, ili uwepo heshima katika taifa la Uajemi. Mbona hiyo hekima? Ndio. Sasa leo kama mfalme anapigwa na mwanamke amezalaulika, si ni hatari hiyo? Ni hatari. Sasa pointi inakuja, wanaume waliungana kutetea nafasi yao. Leo wanaume wanaungana kutetea nafasi ya mwanamke, kumpa haki sawa. So hapo kwenye wachungaji wanaongea kwa wachungaji. Ndio. Alafu wanatumia mafungu ya Biblia wanapindisha ili kumtukuza, sababu kuna pesa nyingi inatolewa. Yaani ukiunga harakati za feminism una hela. Ukiunga harakati za mashoga una hela. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa niambie, feminism bila wanaume ingekuwepo? Hapana. Feminism inapata nguvu sababu wanaume wako nyuma yake. Sawa. Mashoga wanapata nguvu sababu wanaume wako nyuma yake. Sawa? Ndio.